michezo ilikuwa inashindaniwa hapa ilikuwa ni mchezo wa soka kwa pande zote mbili, kwa maana wasichana na wavulana, mchezo wa mpira wa wavu kwa maana volleyball pande zote mbili, wasichana na wavulana, handball kwa maana mpira wa mikono, wasichana na wavulana, lakini kadhalika mpira wa kikapu kwa maana basket, wasichana na wavulana, alikadhalika riadha kwa riadha kawaida kwa maana ya wavulana na wasichana, ambayo ilihusishwa pia mbio pamoja na miruko na mitupo, lakini pia pamoja na sanaa au wanaita sanaa za maonyesho au fani za ndani, ambayo michezo hiyo yote imeweza kushindaniwa hapa. Kwa hiyo baada ya kupatikana vijana hao 120 ambao nimekwisha kusema, vijana hao watakaa kambini kuanzia kesho tarehe 12 mpaka tarehe 18 jioni, na tarehe 19 asubuhi watakuwa wakianza safari kuelekea manispaa ya Iringa pale mkoani Iringa kwa ajili ya mashindano ya taifa. Kwa sababu tayari tumeshawapata hao 120. Niwakumbushe tu mambo machache. Jambo la kwanza ni nidhamu. Tutakapokuwa hapa kambini, lakini pia tutakapokuwa mkoani Iringa, tuhakikishe kwamba tunadumisha nidhamu ya kutosha kama ilivyo sifa ya mkoa wetu wa Mbeya. Kwani nidhamu ndio itakaosababisha sisi tuweze kufanya vizuri. Lakini jambo la pili, umoja na mshikamano. Tuhakikishe kwamba tunashirikiana kwa pamoja ili kuleta ushindi katika mkoa wetu wa Mbeya. Kama tunavyofahamu kwamba mkoa wetu wa Mbeya umekuwa ukifanya vizuri sana kitaaluma. Hivyo hivyo tunategemea kwamba na katika michezo tuweze kufanya vizuri kitaifa ili vikombe vyote katika michezo yote viweze kurudi katika mkoa wetu huu wa Mbeya. Sisi kama wanafunzi tunapenda sana michezo. Pia tuna vipaji mbalimbali, lakini vipaji vyetu havionekani wala hatufiki mbali kutokana na vipaji vyetu. Tunashiriki michezo ndio, tunakutana kwenye vituo mbalimbali, lakini tunakuwa tunakutana kama kuunga urafiki, vipaji vyetu haviendelezwi. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba serikali itutengenezee vituo vizuri ambavyo tutakuwa tunazidi kukuza vipaji vyetu. Pia serikali ingeweza kutupeleka kwenye shule za vipaji kutokana na kipaji alichonacho huyo mwanafunzi, wanampeleka ili aendelee kukuza kipaji chake. Maana wengine hivyo vipaji ndio wanategemea pia baadaye itakuwepo chanzo cha vipato vyao. Furahi kushiriki katika hii michezo, ila pia naomba sana viongozi wetu mtusaidie, maana kuna changamoto nyingi sana. Tunashiriki sawa, ila hatuendelezwi, hamna sehemu ya kutuendeleza. Maana tunaambia tunaenda Iringa, lakini tunaenda Iringa tunarudi mashuleni, hamna sehemu ya kutuendeleza. Kwa hiyo tunaomba muendelezo, maana vipaji vyetu tunavyo. Kama wengi tuna ndoto, lakini ndoto zetu zinakuwa zinakatishwa tamaa kutokana na vituo vingi vya michezo ambavyo vinasababisha kipaji kukua ni vichache katika huu mkoa. Kwa hiyo tunaomba serikali izidi kutengeneza vituo, izidi kutusimamia sisi vijana, kwa sababu vijana wengi tunapenda michezo na ninapenda mpira pia. Sky TV.